Utafananisha na mtu pumbavu. Na sisi tumekubaliana Wajaluo ni watu wenye nini? Ni watu wasomi, wamekula vitabu, maprofesa wote wanatoka sehemu za Nyanza. Sasa ndugu yangu, wewe ni mtu mwenye akili. Na nakubali hivyo, lakini sasa wewe kama wewe ni mtu mwenye akili, hebu sikia Yesu anasemaje, mpe wewe. Mwalimu, ipo sasa kama hebu nisome kitabu cha Mathayo 4:23. Ile 23. Tende kitabu ni cha Mathayo 4:23. Inasemaje? Inasema hivi. Ndio. Mathayo naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote. Ndio. Akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme. Ndio. Na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna. Patie mzee wangu. Anaye. Yesu alipokuwa hai, yaani Yesu alipokuwa duniani, alikuwa anafundisha watu maneno ya Mungu katika nyumba moja. Nyumba hiyo ilikuwa inaitwa hekalu, au nyumba hiyo ni sinagogi. Ndio ukisoma 19:18, hebu usome 19:18 Mathayo, Yohana. Haya. Roho Mtakatifu anakuja. 19 ngapi? 18. 19:18. Kitabu ni cha Yohana. Ndio. 19:18 inasema hivi. Ndio. Wakamuuliza Yesu kuhusu wanafunzi wake. Hapo 19:18 Yohana. 19 inasema wakamsulubisha huko. 18:19. Acha nifike hapo 18:19. Na mwalimu wangu inasema na wale watumwa na watumishi walikuwa wanasema kitabu gani mwalimu? Yohana 18:19. Mpatie mzee wangu kidogo nifanyie andiko la kazi, andiko la kwanza. Yesu alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha watu katika nyumba inaitwa masinagogi. Kweli si kweli? Na mimi na wewe nafahamu sisi ni watu wenye akili, tumesoma. Hii sinagogi ina maana gani mzee wangu? Unajua? Kama hujui, unajua mtu anaposema sijui ni nusu ya elimu. Na nusu ya elimu. Kwa maana mtu anaweza jifanya anajua kumbe hajui. Sasa nini maana sinagogi? Ukurasa 1229. Alafu ile andiko langu la 18:19 Yohana lipo hapo. Inasema sinagogi. Ndio. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Mpe. Anayo. Wadwa. Isawe njo. Sinagogi inango. Msikiti. Na watu wanaoingia katika msikiti ni watu wa dini gani? Waislamu. Hapa jenga tuna msikiti. Ndio. Kumbe Yesu kama angekuwa hapa katika mji wa Mukuru kwa jenga, angekuwa anaingia wapi? Msikiti. Yesu akikupatia zawadi, utachukua zawadi ya Yesu utakataa? Yesu akikupa zawadi asema rafiki yangu nakupa zawadi, utakataa utachukua? Utachukua. 3:11 Luka, zawadi ya Yesu kwa rafiki yetu, ndugu yetu. Zawadi. Inasemaje? Akajibu akawaambia. Akawaambiaje? Mwenye kanzu mbili. Ndio. Na mpe asiye na kanzu. Mpe. Wadwa. Yesu anasema yule mwenye kanzu mbili ampe yule hana nini? Kati ya mimi na wewe nani mwenye kanzu? Kwa hivyo unaifaa kupewa ni nani? Nikikupa kanzu ukavaa kanzu na mimi nikavaa kanzu, tukaanza kutembea haya maeneo ya sijui Mukuru kwa jenga, tukitembea watu wakatuona kwa mbali, watanyoosha mikono yao wakisema wale ni kina nani? Waislamu. Kumbe Yesu anataka wewe uvae kanzu uwe nani? Muislamu. Na mtu mwenye kusikia maneno ya Yesu akayafuata anafananishwa na mtu mwenye nini? Na yule ambaye kwamba atasikia maneno ya Yesu akakosa kuyafanya atafananishwa na mtu asiyekuwa na nini? Na akili, si ndio? Lakini wewe unayo nini? Akili. Kwa hivyo unafaa ufananishwe na mtu mwenye akili. Mwenye akili. Kwa hivyo leo mimi nakupa kanzu. Ukivaa kanzu na mimi vae kanzu, tunakuwa dini gani? Muislamu. Kumbe wewe unataka uwe nani? Muislamu. Kuanzia lini? Wangapi wanamkaribisha katika Uislamu? Mashaallah. Unaona Waislamu wote ni ndugu. Unaona mimi ni Kalenjin, huyu Kamba, ule Luya, huyu Kikuyu. Na tunafanya wote pamoja, ndugu yetu hawa kutoka sehemu za kule Marsabit, Moyale, Wajia kule. Sawa Sasa wewe sio na wasiwasi. Umesema unataka Homa Bay. Ndio. Homa Bay tuna msikiti. Ndio. Unaona? Tuna msikiti pale town. Wewe utakuwa upate shida. Si ni kweli mzee wangu? Kweli. Hebu nimsalimie mzee kwanza kidogo hapo.
alafu na watu kwa walimwengi sana. Mzee wangu, umesikia maneno mazuri? Nasikia. Ni mazuri ama si mazuri? Ni mazuri. Sasa kama ni mazuri, mimi na wewe nawakaribisheni katika Uislamu. Kwa maana Uislamu ndio dini ya manabii wote. Yesu alikuwa Muislamu, Musa alikuwa Muislamu, Ibrahimu alikuwa Muislamu. Aliyekuwa Mkristo peke yake ni Paulo. Na Paulo ukaanzisha kanisa ama kanisa Ukristo zaidi ya miaka 14 baada ya Yesu kupaa mbinguni. Baada ya Yesu kupaa mbinguni, na ndio swali ambalo kwamba nilikuwa nikijiuliza nikiwa Mkristo. Je, ikiwa Yesu alikuwa Mwisraeli na kanisa la kwanza liko Vatican City kule Rome kwa Papa Mtakatifu, mbona kwa kina Yesu hakuna kanisa? Umewahi kujiuliza kitu kama hiyo mzee wangu? Ndio. Kwa kina Yesu iko kanisa? Hakuna kanisa. Unaona? Sasa Yesu alifanya kitu kimoja katika Mathayo 21:22 ama 21:12 Mathayo 21:12. Kitabu ni cha Mathayo. Inasemaje? Inasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza na wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuzia jiwa. Teremka. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, na nyinyi bali nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Yesu alipoingia katika hekalu, akapata kuna watu walikuwa wakiuza katika hekalu. Yesu akakasirika, akapindua meza za wabadili fedha na viti vyao. Akawaambia, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Itaitwa nyumba ya nini? Nyumba ya sala. Kumbe nyumba ya sala Yesu alipindua nini na nini? Meza. Na nini? Na viti. Kweli si kweli? Kumbe nyumba ya sala haifai kuwa na meza na nini? Na viti. Katika msikiti iko meza na viti? Hapana. Kwa maana ni nyumba ya nini? Nyumba ya sala. Kanisani kuna meza na viti? Kwa kanisa? Kanisa iko meza na viti kanisani? Hapana. Kanisani na meza? Mnakaa chini kama sisi? Iko meza. Na iko na viti, si kweli? Na nyumba ya Mungu ambayo kwamba ni nyumba ya sala haifai kuwa na meza na nini? Na viti. Kumbe tumepata nyumba ya sala ambayo kwamba haina meza na viti. Inaitwaje? Msikiti iko na meza na viti? Hapana. Kumbe ni nyumba ya nini? Nyumba ya sala. Kumbe kanisa iko meza na nini? Na viti. Si nyumba ya nini? Sio nyumba ya sala. Utaenda katika nyumba ya sala au utaenda katika nyumba sio ya sala? Utaenda kwa nyumba ya sala. Nyumba ya sala haina meza na viti, ni nyumba gani? Ya Muislamu. Ya Muislamu. Kwa hivyo unatakana uwe nani? Muislamu. Kuanzia lini? Kuanzia leo. Takbir. Mzee, kuanzia leo wewe unakuwa Muislamu na wao pia wanakuwa Muislamu. Wangapi wanakaribisha bana? Wangapi wanakaribisha? Angalia wazee wanakaribisha. Unaona wazee? Wao ni wazee wa mji. Unaona Sasa mzee wangu, wewe kuwa Muislamu haikuhitaji wewe kuingizwa kwa maji. Haikuhitaji wewe kupigiliwa misumari kwenye bao. Unataja mambo mangapi? Mambo mawili tu inafanya wewe kuwa Muislamu. Sawa sawa mzee wangu? Sawa. Iseme ndio. Sema Lahi Rahman Rahim. Lahi Rahman Rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Nyasaye en achiel kende. Nyasaye en achiel kende. Asante. Nakiri kwa moyo na kutamka ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si Mungu wala si mwana wa Mungu.
Wala si mwanaume. Basi ushakuwa Muislamu wadwa. Hapo iko mambo mazito kweli? Hakuna mambo. Sasa nitabakia ni kitu kimoja. 62 sahihi hapo. Inasemaje mwalimu? Haya, 62:2 kitabu ni cha Isaya. Acha nifikie hapo, inasema hivi. Inasemaje mwalimu? Na mataifa wataiona haki yako, Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wataona utukufu wako. Nawe ndio utaitwa jina jipya. mpatie. Maandiko yanasema na wewe utaitwa jina gani mzee wangu? Jina mpya. Katika jina la Kiislamu iko Hassan, Hussein, Muhammad, Ibrahim, Yusuf. Ile jina lingine gani leteni? Rashid, Said, Omar, Yahya, Isa ni Yesu. Zakaria. Yaani napewa jina zingine hapa za ajabu. Anaitwa Rashid. Zakaria. Anasema ni Zakaria. Umependa Zakaria? Ndio. Mabera hainya. Nani kuna kofia mvalishe ndugu yetu. Hujabeba kofia pale 2-3 kwa gari? Hujabeba. Tamletea mzee na kanzu yake. Kesho. Mzee, sasa wewe ni ndugu yetu sisi. 49 mzee Zakaria, 49:10 Qur'ani. Unasemaje? 49:10 Qur'ani. Teremka mwalimu. 49:10 Qur'ani. Nami nasema hivi kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ndio. Kwa hakika Waislamu wote ni ndugu. Mpe. Mzee wangu, kwa hakika Waislamu wote ni nini? Mandugu. Sasa unaona mimi ni Kalenjini. Wewe nani Mkamba unamwona hapa huyo mwenye kitabu tafikiri pengine tajiri wa TSS huyo. Wewe mwingine naye ndo nani huyo? Wote hawa sisi ni Waislamu, ni ndugu moja. Unaona? Muislamu hawezi kupata shida akiwa katikati ya Waislamu wenzake. Unanifahamu Ndio. Kwa maana sisi Waislamu tunakusanya na kitu inaitwa sala. Swala inapoadhiniwa hapa tunakutana kwa msikiti sisi wote. Sasa hebu niambie, kanisa linafungwa Jumapili mpaka Jumapili ama Jumamosi mpaka Jumamosi? Wewe ukipata shida hapa katikati ya wiki, waumini watajua kweli? Hapana. Lakini tunasali mara 5 kwa siku. Mara 5 kwa siku. Unaona Zakaria? Mpatie ndugu yangu naye silimu. Akuwa Muislamu ndugu yangu. Unaona mambo ni rahisi tu. Hakuna mambo ngumu. Unasemaje mzee? Unaona? Yaani hayo mambo yanafanya kwa Muislamu. Si lazima uingize kwa maji. Ushanifahamu baba? Umenifahamu? Ndio. Sema bismi. Bado. Utaingia siku nyingine basi hakuna shida takope kina Rashidi hapa. Rashidi msalimie mzee hapa kidogo. Alafu mkaribishe Munio manani? Munio. Sasa utapewa tutatibu ama? Utapewa kila mtu utapewa swali moja alafu mpe Hasani naye pia vile vile. Subra futaheri au sio? Haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Haya ndugu yangu, wacho nangu. Mimi naitwa Omar. Wewe unaitwa nani? Yano Dhiambo. Umeonaje mafunzo ya Waislamu? Umeonaje? Yako vipi? Umeonaje? Umeona yako vizuri Sio mbaya. Sio mbaya Unaonaje ukuwe Muislamu ndugu yangu? Donge Islam abere. Hebu nione Wakristo wanaompenda Yesu. Wakristo wanaompenda Yesu. Nimemwona ndugu yangu. Njoo unisalimie wewe kofia. Njoo unisalimie. Kwa heshima yako njoo unisalimie. Mimi naitwa Omar. Wewe unaitwa nani? Dominic. Dominic unashirika kanisa gani siku hizi? Seventh Day. Kuna mwingine wa Seventh Day. Hebu enda usalimie ule mzee wangu ule. Hebu enda msalimie ule mzee wangu. Kuja unisalimie kakaangu. Wakristo msione haya. Mwalimu wangu. Hii ni 16 Petro wa kwanza. Petro wa kwanza ile 16. Petro wa kwanza 4:16. Ndio, alafu nione Wakristo. Wakristo mkono juu. Hebu nione Waislamu. Chini mkono chini. Wakristo. Mashallah. Mmoja huyo. Mwingine. Kama unajivunia Mkristo, mkono juu. Yesu anasema atakaye nikiri mbele za watu, nami nitamkiri. Atakaye nikana
mbele za watu, nami nitamkana. Inasema lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo asione haya. Kama wewe ni Mkristo, Biblia inasema usione haya. Ikiwa wewe ni Mkristo, usione haya. Hebu mpe mzee wangu nimsalimie. Hai. Dominic. Yes. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Amina. Amina. Amina, unajua ni nani? Amina. Amina, nikufunze. Amina, unajua ni nani? Dominic, umesema unashiriki kanisa gani? Seventh Day, ambayo ilianzishwa na mwanamke anaitwa Helen G. White, na bwana yake alikuwa anaitwa William Miller, ambaye alianzisha kanisa ya Baptist, ambayo mzee alikuwa anashiriki na ametoka huko ameingia katika Uislamu. Kwa hivyo hiyo kanisa ilianza Amerika, ilianzishwa na Helen G. White kutoka Michigan. Hivi uko na swali la kuuliza Waislamu? Hauna swali? Mimi niko na swali kidogo tu. Katika maisha ya Yesu, uko tayari nikuulize? Katika maisha ya Yesu, kuna siku Yesu ameenda 1, 2, 3 akaingia kanisani? Akaingia Seventh Day Adventist? Ongea na Mike. Aliingia kanisani. Tupe, aliingia kanisa gani? Sinagogi. Sinagogi. Sinagogi ni kanisa? Mimi nasema sio kanisa. Mimi nasema ni hoteli. Wewe unasema ni kanisa. Hebu tuangalie kwa Biblia. Wewe unaamini Biblia? Ndio. Kabisa? Ndio. Hauna shaka na Biblia? Aya 4:16 Luka mwalimu wangu. Aya 4:16 kitabu ni cha Luka. Ndio. Mwenye kunukuu maandiko ya Biblia na kuyaandika inasema, naam, akaenda Nazareti. Ndio. Hapo alipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato. Ndio. Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mpe maiki. Yesu katika tabia yake, desturi yake, alikuwa anaingia wapi? Katika sinagogi siku ya Sabato. Na wewe umesema sinagogi ni kanisa. Hebu tuulize, walioandika Biblia waliongozwa na roho wa nani? Roho wa Mungu. Wanaweza kosea? Hapana. Haya, mpe mwalimu wangu. Maelezo magumu ya maandiko ama kamusi ya Biblia inasema, na umuonyeshe. Ndio hii hapa. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Wewe kanisa. Inasema msikiti mwalimu. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Mpe mic. Dominic. Ndio. Umeona ni nini? Msikiti. Kwa hivyo tabia ya Yesu alikuwa anaingia wapi? Dominic anapata raha. Hajawahi ona hiyo. Na iko kwa Biblia yenu. Yesu tabia yake anaingia wapi? Katika sinagogi. Na ndio nini? Kamusi inasema ni msikiti. Na wewe unaenda wapi? Kanisani. Kwa hivyo wewe umfuati Yesu. Wewe umfuati Yesu. Yesu anaingia msikitini, wewe unaingia kanisani. Na Yesu anasema nini? 11:29. Hebu mpe wewe nikuonyeshe. 11:29. Sikia Yesu vile anakuita pole. 11:29. Ndio 29. 29. Sadakta. 9 inasema. Ndio. Biblia inasema 29 inasema hivi mwalimu, inasema Yesu akamwambia. Ndio. Na 11 Marko jameni. Mathayo 11:29. 29. Chemsha damu kidogo. Inasema jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Mpe. Yesu anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwa nani? Kwangu. Na wewe unaenda kanisani unajifunza kwa nani? Kwa Yesu. Yesu anaenda msikitini, wewe unaenda kanisani. Na Yesu anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Yesu anaenda msikitini, wewe kanisani. Kanisani unamfuata nani? Namfuata Yesu kwa maana aliingia katika sinagogi siku ya Sabato. Na sinagogi tumeona ni msikiti. Yesu alikuwa anaingia sinagogi na ndio msikiti. Kabla ya Yesu ni Myahudi, kama mimi Mkikuyu naingia msikitini. Mwingine Mluya msikitini, mwingine Mkamba msikitini. Sawa Ndio. Unaona Sasa hao watu wote walikuwa wanaingia msikitini, wale Wayahudi, na ndio ilikuwa inaitwa sinagogi. Waliotafsiri Biblia wakasema sinagogi ni msikiti. Lakini wewe badala ya kuingia msikitini unaenda kanisani. Wewe unafuata nani ndugu yangu? Namfuata Yesu. Yesu mfuati kule ndugu yangu. Siku
ya msikiti ni siku ya Ijumaa. Ndio. Na siku ya Sabato ni Jumamosi. Aha. Huyu Yesu anatofautiana na msikiti. Umesema siku ya msikiti ni siku ya Ijumaa. Siku ya msikiti kila siku tunasali kwa siku mara ngapi? Mara 5. Hebu mpe huyu nikuonyeshe. Qur'ani 24:36. 24:36 Qur'ani. 24 suratu Nur. Sisi kila siku tunaingia msikitini, si Ijumaa tu. Sisi tuenda msikitini siku zote, yani masiku zote. Ijumaa imefanywa kama Idi. Idi watu hukusanyika. Na Ijumaa ikifika ndio tunakusanyika. Inafanyika kama Idi ndogo. Kwa hivyo kwa mwezi tunakuwa na Idi 4. Unaona Yaani tunakusanyika, mkusanyiko mdogo tukingojea ile Idi kubwa. Unaona hebu msomee andiko. Qur'ani tukufu takatifu inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha na makubwa kubwa na dogo. Ndio. Waonekane kwa kusali nyakati 5. Ndio. Katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrishwa zitukuzwe. Kwa hivyo sisi Waislamu tunasali mara 5 kwa siku. 5 times kwa siku. Tunasali mara 5. Hata hiyo Ijumaa, swala ya Ijumaa ikiisha bado tunaendelea mpaka zile swala 5 zikamilike. Kwa hivyo si eti tunasali siku hiyo Ijumaa tu tunawachana. Nyinyi mmeenda kanisani siku ngapi? Hebu mpe mic. Kila siku ya Sabato. Yaani ikifika Saturday mnaenda? Hapana. Hata saa hii ukiingia pale Imara Daima utapata watu pale. Kwa hivyo mnaenda kila siku. Lakini siku ya Sabato ni siku gani? Siku ya Saturday. Siku ya Saturday. Ndio. Katika hiyo Biblia kuna mahali kumeandikwa Saturday ni Sabato. Ndio. Mtolee. Tufurahi sana. Waislamu kwa tayari. Tuonyeshwe Sabato ni Saturday. Sisi tutawaacha Uislamu, tutafuata. Tutakufuata ndugu yetu Dominic. Hebu tuonyeshe ndugu yangu. Luka 23. Luka 23 na John 52. Hebu msomee. Ndugu yetu Dominic mzuri. Hebu nione Wakristo. Wakristo mkono juu. Ndugu yangu naye kula maembe, njoo nisalimie. Nimekuchagua. Tunakula vitu muhimu. Sasa ni msimu wa maembe. Mimi naitwa Omar, wewe unaitwa nani? Naitwa Timothy. Timothy. Timothy kwa Biblia kuna mtu anaitwa Timothy. Na alikuwa anashauriwa sana na Paulo. Paulo alikuwa anamshauri Timotheo. Anasema Timotheo mwanangu, nakukabidhi amana. Hebu Timothy, nenda salimia ule mwalimu wangu. Timothy kuja hapa nisalimie. Kuja hapa nisalimie. Timothy. Have a seat. Have a seat. Kuja usalimie hapo. Kuja maembe yako hapo pole tu bila wasiwasi. Tulia, relax hapo. Uniona nakula maembe kama amesimama. Tuonyeshe andiko, msomee andiko la Luka 23. Ngapi? 23 ngapi? 50. Amesema 23:50 inasema. Kwa haraka kidogo inasema natazama akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ndio, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, ndio, mwenye haki, ndio. 51 wala hakulikubali shauri na tendo lao, naye ni mtu wa Arimathaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Alikuwa ni mcha Mungu sana. Wapo. 52 anasema tuendelee. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, ndio, akataka kupewa mwili wa Yesu, ndio, akaushusha, akauziga sanda ya kitani, ndio, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ndio, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake, ndio. Na siku ile ilikuwa ni siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia, ndio. Na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia, na wale wanawake waliokuja naye toka Galilaya walifuata, wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Mpe Mike. Swali langu umelishika? Nimelishika. Nimekuulizaje? Umeniuliza nikuonyeshe mahali Sabato ni siku ya Saturday. Na andiko umetoa imesemaje? Ndio. Yesu alikamatwa siku ya Ijumaa. Hapo hajasema siku ya Ijumaa. Imesema siku ya maandalio. Wayahudi walikuwa na Pasaka. Kwa hivyo walikuwa wanaandaa, na ndio ilikuwa inaitwa siku ya maandalio. Haisemi siku ya Ijumaa. Maandalio ya Sabato.
maandalio ya Pasaka na Sabato ikaanza kuingia. Si ndio imesema? Nikupe Biblia ambayo imepanua kila kitu. Kwa hivyo hiyo ni mbaya. Nikupe yenye imepanua kila kitu. Aha, mimi nakuuliza hivi, hiyo Biblia tuko nayo ni mbaya? Siyasema ni mbaya. Aha. Lakini nikupe ambayo inaonyesha ilikuwa Ijumaa. Tutumie gani katika zote? NIV, King James, Gideon and James? Good news. Alafu ndugu yangu mbona umeenda sijaelewa? Good news. Maembe imekuwa tamu au? Sijamuelewa. Hivi ndugu yangu, Leta good news. hiyo siku ya Sabato walikuwa wamepewa Wayahudi. Wakumbuke vipi walitolewa Misri. Hiyo siku ilikuwa ni ya kukumbuka. Wakamwasi Mungu, Mungu akaikataa hiyo siku. Na akaikataa kabisa, akasema hiyo kusanyiko sitaki. Nikuonyeshe nisikuonyeshe? Kusanyiko ya Sabato hiyo alikataa Mungu. nionyeshe katika Biblia. Mpe huyo Isaya 1:13. Mungu alikataa. Isaya 1:13. Alikataa hizo Sabato, walizikataa kabisa, maana Wayahudi walimwasi Mwenyezi Mungu. Walilaaniwa. Sema 1:13 Isaya. msilete tena matoleo ya ubatili. Mungu anasema msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na Sabato. Ati nini? Mwezi mpya ni chukizo, Ndio. na Sabato ni chukizo. Teremka. Kuita makutano, sijaweza maovu hayo na makutano ya ibada. Mungu anasema kuyaita hayo makutano mimi siyawezi. Hayo makutano ya ibada Mungu anayakataa. Maliza. Sikukuu zenu za mwezi Ndio mpya Eh. na karamu zenu zilizoamriwa, ndio. nafsi yangu yazichukia. Ati Nafsi yangu Mungu yazichukia. mpe mic. Yazichukia. Wewe bado unaenda Sabato? Katika kitabu hicho cha Isaya Ngoja. 66. Ngoja kidogo. Anasemaje? Ngoja kidogo. Mungu anasema hiyo Sabato na nafsi zenu na hiyo makusanyo yenu mimi nazichukia. Bado wewe unaenda huko? Anaongelea wana wa Israeli wakiwa jangwani. Aha. Tuende tuone walipotulia, anawaambiaje kuhusu Sabato. Wana wa Israeli wakiwa wapi? Wana wa Israeli wakiwa wapi? Wakiwa Kanaani sasa. Wewe ni Mwisraeli. Anawaambiaje kuhusu Sabato. Ndio nakuuliza wewe Mwisraeli? Mimi ni Mwisraeli kiroho. Mwisraeli kiroho wa kwanza huyo. Ndio. Hebu toa ID yako tuione kama sio ya Kenya. Ni ya Kenya. Ni ya Kenya? Yes. Na bado unasema wewe ni Mwisraeli? Kiroho. Kiroho Ndio. Ndugu yetu Mwisraeli kiroho. Hiyo siku ya Sabato wana wa Israeli walimwasi Mungu. Mungu akakasirika, akaiondoa hiyo siku, akaita hiyo siku leo. Akaibadilisha na akaiondoa, akaita leo. Walimwasi Mungu. Ezekieli 20:12. Kisha upate maswali mengine. Tusikae kwa swali moja. 20:12 Ezekieli. Hebu nione Wakristo wanaompenda Yesu. Wanajua Yesu ni mwokozi wa maisha yao. Naona ndugu yangu kwa unisalimie. Mzee anataka unisalimie. Mzee atakuongelesha mwalimu. Mimi naitwa Omar. Wewe unaitwa nani siku hizi? Benedict. Ni Muislamu. Je, wewe? Ni Mkristo. Wewe Mkristo, mimi Muislamu kama Yesu, kama Muhammad. Wewe Muislamu, wewe Mkristo kama nani? Kama Yesu. Kama Yesu. Hivi Yesu alikuwa Mkristo? Alikuwa Mkristo. Unakaribishwa pale na ule mwalimu. Nenda. Karibu hapa kuja. Hapo watu kweli wanapenda mambo ya Mwenyezi Mungu. Tunaomba utulie hapa kidogo. Tulia hapo kidogo. Zungumze maneno ya Mungu. Ezekieli 20:12. Ezekieli 20:12 nasema. Ndio. Anasema yeye ni Mwisraeli wa kiroho, si kimwili. Inasema tena ndio, na aliwapa Sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao. Sikiliza ndugu yangu Dominic. Mungu anasema na aliwapa Sabato ziwe ishara yangu mimi nao wana wa Israeli. Teremka. Yaani walikuwa hizo Sabato na Mungu wapate kujua ya kuwa mimi ndio Bwana ndimi ni watakasaye. Teremka. Lakini nyumba ya Israeli waliniasi jangwani. Ati walifanya nini? Waliniasi jangwani. Ati walifanya nini? Waliniasi jangwani. Lakini Dominic bado anashika Sabato.
Anashika sabato bado. Na wana wa Israeli walimwasi Mungu jangwani. Waliasi Mungu jangwani. Mungu akaikataa sabato. Akaikataa sabato. Mpe mic. Anayo. Sabato Mungu aliikataa. Hakuikataa. Na bado wewe unaishikilia. Hajaikataa. Hebu nisalimie ndugu yetu hapo kidogo tu. Mpe mic. Neema ya Bwana ipo pamoja nawe. Na wewe pia. Hivi siku hizi unashiriki kanisa gani? Catholic. Naona siku hizi kuna popa alikuja anaitwa Popu wa Leo 16, amesema ile sala Maria mtakatifu mama wa Mungu iondolewe. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Aha. Hivi wewe unashiriki Catholic. Kule Catholic kuna sanamu iko pale kubwa ya Maria. Hivi mkifika pale mnaiworship au tunaiabudu? Mnaiabudu Hivi mkiabudu mnasemaje? Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Yaani kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Alafu hapa amen. Waislamu unaona hizi vitu ziko kwa kweli. Kweli ziko. Hivi Mungu alisema Mungu ni wangapi? Wakati aliambia Musa alimwambia Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja tu. Na wewe unasema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Lakini Mungu ni mmoja tu. Hao ni wangapi? Ni watatu. Kwa hiyo ni watatu lakini Mungu ni mmoja tu. Wewe unaabudu mmoja ama watatu? Hizo ni roho. Lakini Mungu mmoja tu. Hebu tusikie Musa aliambiwaje na Mungu. Mungu ni watatu ama ni mmoja? Mpe huyu. 20 Kutoka. Aya yake ya kwanza. Nyakati ya Bwana 20 Kutoka 20:1. Sema. Exodus chapter 20 verse 1. Inasema siku hizi naona Wakatoliki wameanza kutamani kuingia Waislamu. Popu wa Leo 16 juzi, kama mnaangalia TV na matelevision, ameingia kwa msikiti na akatoa viatu na akasujudu. Yaani wanakuja polepole tu. Yaani wanaikubali haki polepole. Wanakubali haki tu polepole tu. Msomea andiko. Inasema ndio Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako. Ndio. Nilikutoa katika nchi ya Misri. Ndio. Katika nyumba ya utumwa. Teremka. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Teremka. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mungu anaonya Musa, anamwambia usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ndio. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Ndio. Wala kilicho chini duniani. Mpe maji. Wala kilicho majini chini ya dunia. Mpe maji. Mungu anasema yeye ni wangapi? Watatu. Hapo akiambia Musa anamwambia ni wangapi? Mmoja. Na wewe unaabudu wangapi? Watatu lakini kwa mmoja tu. Kwa hivyo wewe unabidi ufuate Mungu mwenye Musa alikuwa anaabudu. Kwa sababu Musa anaambiwa na Mungu, hakika mimi ni Mungu mmoja tu. Usiabudu masanamu wala kuvichonga wala kuvitumikia. Kule Katoliki naona kuna sanamu ya Maria. Si ni kweli? Hata ya Yesu. Inna lillahi. Ya Yosefu. Mpaka ya Yosefu iko. Mapya haya. Mpaka ya Yosefu ipo. Kweli. Hivi sasa wewe unaabudu Mungu watatu ama mmoja? Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja. Na Mungu mmoja. Kwa hivyo sio watatu. Roho, Mwana, Roho Mtakatifu, Mungu mmoja. Sasa hapo ndio unaharibu. Hakuna mahali kwa Biblia inasema Roho, Yesu na Mungu hao wote ni Mungu watatu. Hakuna. Ila Musa anapewa sheria na Mungu, anaambiwa Mungu ni mmoja. Hakika niabuduni mimi, Mungu mmoja. Tena anaonywa, anaambiwa watu wasijifanyie masanamu ya kuchonga. Sasa ukiabudu Mungu watatu na Mungu ni mmoja, itakuwaje ndugu yangu? Shunono ni mtihani. Sisi Waislamu tunaabudu Mungu mmoja. Hebu mpe huyo. Suratul Ikhlas aya ya kwanza inasema, Qur'ani tukufu, Qur'ani takatifu. Ndio. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kudimisha ni makubwa kubwa na ndogo ndogo. Ndio. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Inasema sema, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Unasikia ndugu yangu, Qur'ani inatuambia hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Wanyama na watu hao wote wanafaa wamtegemee Mwenyezi Mungu. Teremka wa kumwabudu. Kwanza tunamwabudu Mwenyezi Mungu na kumwomba. Tena tunamwomba huyo Mungu mmoja na kumtegemea.
tunamtegemea. Na tena tunamtegemea kwa sababu ndugu yangu naona unauza vitu. Mungu ndiye analeta riziki. Lazima umtegemee na umuombe. Maliza andiko. Hakuzaa. Kwanza tena huyo Mungu hakuzaa. 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 Wala hakuzaliwa. Wala hakuzaliwa. Wala hakuzaliwa. Wala hakuzaliwa. Wala. Ndio. Ana afananaye ndio naye hata mmoja. Mpe mike. Huyo ndio Mungu sisi Waislamu tunaabudu. Mungu ni ambaye hana mfano wa binadamu. Hata utasema kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Huyo Mungu sisi hatuwezi tukaabudu Mungu kama huyo. Kwa sababu Mungu hana mfano. Nikasema Mungu ati anafanana na mwalimu wangu, takuwa na kufuru. Nikasema Mungu anafanana na kitu fulani, nitakuwa na kufuru. Kwa sababu Mungu hana mfano. Mungu hafanani na kiumbe chake. Na huyo ndiye anaitwa Allah. Na ndio tumekuja kufunza watu hapa. Watu ndio Mungu mmoja. Waache kusema Mungu ni watatu ndani ya mmoja. Naona ndugu yangu. Kweli. Hivi Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu. Sikia maneno mengine haya. Waislamu, hizi vitu ndizo tunawaambianga. Watu wanamsingizia Mwenyezi Mungu. Wanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Hivi tu kwa urahisi tu. Kati ya Mungu na Mariam, nani alimzaa Yesu? Mariam. Kwa hivyo mtoto ni wa nani? Ni wa Mariam. Na mbona wewe unasema ni wa Mungu? Kwani mimba alipata kutoka wapi? Mimba alitoa kutoka wapi? Mpe huyu nikuonyeshe. 19:19 Qur'ani. Anauliza maswali mazuri kwa sababu maswali mazuri ndio. Pate mimba bila kujamiana. Ndio. Lazima kujamiana ndio mimba ipatikane. Nasema aya 19:19 inasema ndio. Qur'ani kagangu labda ajibu na Qur'ani ndio tunaisoma. 19:19 inasema ndio. Bila hizo inasema hivi. Naam, malaika akasema ndio, hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako. Hakika mimi ni mjumbe wa Mola wako ili nikupe mwana mtakatifu. Ndio. Akasema nawezaje kupata mtoto na hali hajanigusa mwanaume yote kwa njia halali? Ndio. Wala mimi si mwanamke mwenye kuzini. Ndio. Malaika akasema ni kama hivyo unavyosema, lakini Mola wako amesema. Mpe. Umesikia Qur'ani vile imesema? Ujumbe ulitoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu kupitia malaika ukamfikia Mariamu. Mariamu anaambiwa na malaika utapata mtoto. Anasema mimi Mariam si mwanamke mwenye kuzini. Tapataje? Anaambiwa kama vile Mwenyezi Mungu amesema hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kwa hivyo mtoto aliletwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. Unamjua Roho Mtakatifu ni nani? Mike inaongea. Kwani umezima? Hebu angalia Mike. Ama betri. Mazingira mimi. Haya. Umesoma andiko? 16:102 Qur'ani. Maiki hapa ni masawa. Inasema hivi 19:19. Inasema hivi 16:102 Qur'ani. 102. Suratul Nahl. Suratul Nahl. Asikie Roho Mtakatifu ni nani? Na ambaye alikuja kwa Mariam. Asikie Roho Mtakatifu ni nani? Yani Roho Takatifu, yani Roho wa Mungu ambaye alikujia Mariamu. Inasema hivi aya 102 inasema sema Roho Takatifu ndio, yani Jibrili. Ati Jibril. Kwa hivyo Roho Takatifu ni nani? Jibril. Na ndiye alimkuta Mariamu, akampea habari za kumzaa mtoto mtakatifu, ghulaman zakia. Mpe maiki, yani mtoto mtakatifu. Mpe maiki. Kwa hivyo ujumbe ulitoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia malaika. Malaika akaletea Mariam, Mariam akamzaa mtoto. Kwa hivyo mtoto ni wa Mariam, sio wa Mungu. Kwani hiyo roho ilikuwa imetoka wapi? Imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu amesema pelekea huyu. Malaika akapelekea Mariam. Wewe sema mtoto ni wa Mungu. Naona unanongonezewa, na mimi nitanongonezea mwalimu wangu Abubakar Koech. Njoo kidogo. Hebu soma Yohana 1 kwa Biblia. Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Halafu nimepatana na watu wa Catholic. Huyu ni Mkatoliki, Msabato. Hebu wasalimie wote, mchukue simu kidogo. Halafu angalia mazingira hapa, halafu nimpe hasa na afunge kabisa. Anajua ni mwalimu mkuu. Wakristo. Habari ya kazi? Salama sana. Mungu abariki kazi ya mkono wako. Amen. Lakini si Mungu watatu.
Mungu mmoja. Mungu mmoja. Tunaamini hiyo mmoja tu. Kuna ile sala Maria kama alivyosema mwalimu wangu, inasema salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote, wewe na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa hivi na sasa kufanyaje? Kufa kwetu. Kati ndio mwalimu akakuuliza kati ya Maria na Mungu nani aliumba mwenzake? Mungu. Mungu aliumba nani? Maria. Kumbe Maria anakuwa kiumbe cha nani? Cha Mungu. Si mama ya nani? Ya Yesu. Si mama ya nani? Mungu. Kwa hivyo Mungu hana nini? Hawezi umba Maria. Ampe huyo. Qur'ani sura 112 aya kwanza hadi ya 3. Alafu mwanio hapa kidogo kuna kazi Changamka mwalimu wangu. Inasema 112 aya kwanza hadi ya 3. Inasemaje? Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu nasema. Sema. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Teremka. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Kufanyaje? Kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Maliza. Hakuzaa wala kuzaliwa. Mpe mzee. Mzee wangu Qur'ani inasema ya kwamba Mungu hakuzaa wala hakufanya nini? Hakuzaliwa. Kwa hivyo ukiona yule aliyezaliwa si nani? Sio Mungu. Very good. Ukiona yule aliyezaa si nani? Sio Mungu. Kwa maana Mungu afanye nini? Hakuzaliwa. Wala afanye nini? Azai. Si ni kweli? Ndio sisi tunasemaga Mungu ni mmoja. Naona tunasema Mungu ni mmoja. Kwenye kanisa Katoliki mnakunywa divai? Asante. Damu ya Yesu kweli si kweli? Kweli. Na mwili wa Yesu mnakula ama mkuli? Nakula sakramenti. Sakramenti mwili wa nani? Yesu Kristo. Asante. Hebu nikuulize. Kwa mfano umepita hapa Jenga. Unasikia njaa. Ama katika lugha ya kisasa vijana wanasema tunasikia ubao. Ukajipenda katika hoteli moja. Ukapata pale kwenye glasi kuna damu, kwenye sahani kuna nyama. Ukauliza, jamani, hii ni menu gani leo? Ukaambiwa, hii ni mwili wa Yesu. Na hii ni damu yake. Utakaa hapo? Hapana. Utafanyaje? Utafanyaje? Mbio. Mbio, si kweli? Sasa mpe huyo baba 9:20 mwanzo. 9:20 mwanzo. Huyu anaitwa Ratingisa mwenyewe. Teremka. Nakufahamu kaka. Ninasema hivi. Ndio. 9:20. Niko na mwalimu wangu Hassan mrefu hapo. Teremka. 9:20 inasema hivi. Kwa haraka kidogo inshallah inasema hivi. Ndio. 9:20 nishaifikia. Ushafikia? 9:20 Nuhu akaanza kuwa mkulima. Akapanda mizabibu. Akanywa divai. Akalewa. Akalewa. Baada ya kunywa divai alifanya nini? Alilewa. Kinacholewesha kinaitwaje? Pombe. Alakumbe kanisani mnakunywa nini? Waislamu takbir. Waislamu takbir. Kumbe kanisani mnakunywa nini? Tunywa pombe kulingana na Biblia. Kama sasa. Kanisani mkinywa pombe bao watafanyaje? Talewa. Bao nyinyi kanisa mnakunywa pombe bao watafanyaje? Sasa hatukunywi pombe, sisi tunakunywanga kama damu ya Yesu Kristo. Lakini ni kumbe inafanyaje ukikunywa nyingi? Inaleweshanga. Kumbe ni nini hiyo? Si ni pombe. Kumbe kanisani mnakunywa nini? Baba, mpe maiki. Kwenye kanisa Katoliki kuna sanamu ya Josefu. Nilisikia kusema kuna sanamu ya Josefu, kuna sanamu ya Yesu. Kweli si kweli? Iko. Na sanamu ya nani mwingine unasema iko ya Yesu Maria? Ndio kutoka 23. Kutoka 23. Inasemaje? Sanamu wameziweka kule, sanamu wamezichonga kweli. Sanamu ya Yesu na sanamu ya Mariamu. Inasema mwalimu inasema hivi, ndio. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Mungu anasema usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Na nyinyi mnafanya sanamu ya nini? Ya kuchonga tu. Mnamkasirisha nani? Mungu. Bali kuna hasira ya Mungu, unafaa kukaa hapa au kuondoka? Unaondoka. Kwa hivyo kuanzia leo unafaa ufanye nini? Niondoke. Hasira ya Mungu isikuwakie, kweli si kweli? Kweli. Sasa unampenda Yesu? Kabisa. 11:29 Mathayo. Teremka, inaitwa finishing.
11:29 kitabu ni cha Mathayo. Inasema hivi, jitieni nira yangu. Unajua kanisani tulikuwa mzee, kwa tunaimba tu mbele mbele atawale, nyuma nyuma atawale, pande zote atawale, mwatie Yesu atawale. Jamaa tuliimba sana kanisani. Inua Yesu, inua. Jamani, lakini msikitini huko tunasoma Qur'ani, hakuna kuimba. Na kuna wengine na rap za Yesu. Unapata kijana ametoboa masikio, amesuka nywele, ameteremsha. Jamani, ukiangalia Jumapili kwenye kanisa utashangaa. Unapata kijana anasitilia Yesu yuko hapa, atoki hapa. We kamu, leo chachi kufuru, mademu, machadi wapi ndoro ya Yesu? Inna lillahi. Yaani mzee kama mimi na ndevu zangu niweze kupiga nduru kanisani, si msiba huo? Huo ni msiba. Uislamu neema shehe. Mwalimu, ndio mwalimu. Upo? Nipo. 11:29 Mathayo. Inasema jitieni nira yangu. Ndio. Mujifunze kwangu. Kwa nini? Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Mpatie. Anayo. Tunaambiwa tujifundishe kwa nani? Kwa Yesu. Kama Yesu alikwenda kanisani, mimi na wewe twende wapi? Kanisani. Kama Yesu alikwenda msikitini, mimi na wewe twende wapi? Msikitini. Yeye ndio kufuata nani? Yesu. Yesu anasema yote atakayenikiri mbele za watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye wapi? Mbinguni. Yeyote atakayenikana mbele za watu, na mimi nitamkana mbele za Baba yangu aliye wapi? Mbinguni. Ungependa kukanwa na Yesu ama kukubaliwa? Kumbaliwa. Mpatie huyo. 4:14 Luka. Inasemaje? 4:14 kitabu ni cha Luka. Inasema hivi mwalimu, 4:14 Luka. Inasemaje mwalimu? Nimefikia mwalimu, inasema 4:14 inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Kisha akaenda Galilaya. Habari zake zikienea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi ya akitukuzwa Yesu alikuwa anahubiri katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sinagogi. Kama wewe unaenda katika sinagogi, wewe ni mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Na mimi na wewe tumekubaliana ya kwamba Yesu akisema lala chini unafanyaje? Unalala. Akisema amka unafanyaje? Unaamka. Hii sinagogi maana yake nini ndugu yangu? Sina aina yote ya kanisa. Aina yote ya kanisa. Kwa taarifa yako, kanisa la kwanza limeanza zaidi ya miaka 14 baada ya Yesu kupaa mbinguni. Lakini Yesu alikuwa anaenda katika nyumba inaitwa sinagogi. Kwa Kiswahili muoneshe hapo maana yake nini mwalimu? Kamusi ya Biblia na maelezo magumu ya Biblia kutokana na Kiebrania kwa Kiswahili. Inasemaje? Sinagogi imeandikwa hiyo, unaona underline. Sinagogi. Tupicha tu. Sinagogi. Ndio. Msikiti wa Wayahudi. Mpatie. Msikiti wa Wayahudi. Mpatie. Kisimama muhimu, isimame yani. Sinagogi ni nini ndugu yangu? Msikiti wa Wayahudi. Msikiti wa Wayahudi. Yesu alipata Wayahudi wametengeneza msikiti Yerusalemu, kweli si kweli? Kweli. Angekuja hapa Jenga, angepata Waislamu wamejenga nini? Sinagogi. Ambayo ni nini? Msikiti. Na watu watakaoingia katika msikiti ni watu wa dini gani? Sina Waislamu. Kumbe Yesu alikuwa nani? Muislamu. Na wewe mpendi Yesu, ni kwa maana hukui nani? Waislamu takbiri. Siwezi kama simpendi Yesu. Unampenda? Nampenda Yesu. Kama unampenda Yesu, 7:24 Mathayo. 7:24 Mathayo, nampenda Yesu. Yes, kila neno langu na kulifanya tafanisho na mtu mwenye akili. Inasema 7:21. 7:24. 24. Ya mwalimu inasema hivi. Ndiyo. Inasema 24 inasema basi kila asikiaye hayo maneno yangu. Ndiyo. Na kuyafanya. Atafananishwa na mtu mwenye akili. Mpatie. Ukasikia maneno ya Yesu na ukayafanya, mzee wangu, utafananishwa na mtu mwenye nini? Akili. Na wewe unayo nini? Akili. Na mimi ninayo nini? Akili. Mpatie wewe amalize. 26. Inaendelea kusema mwalimu 26 na kila asikiaye maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu. Mzee wangu, ukasikia maneno ya Yesu ukakataa kuyafanya, utafananishwa na mtu aina gani? Mpumbavu. Wewe unapenda kuwa mkumbavu? Hapana. Mtu mwenye nini? Akili. Kama ni mtu mwenye akili utampata Yesu katika nyumba inaitwaje? Sinagogi. Ambaye kwa Kiswahili msikiti. Hapa kuna msikiti. Ndio hii. Kumbe kuanzia leo kwa maana una akili utaingia wapi? Mzee, kwa msikiti. Msikiti iko wapi? Ndio hii. Kwa hivyo ukiingia pale utakuwa mtu wa dini gani? Muislamu. Kumbe Yesu anataka wewe nani? Muislamu. Na kwa maana wewe umpendi Yesu, unataka kuwa nani? Muislamu. Kwa maana unamchukia nani?
Yes. Na mtu anamchukia Yesu siku ya mwisho wapi? Jehanamu. Uko tayari kwenda jehanamu? Hapana. Kama uko tayari kuingia jehanamu, ingia wapi? Msikitini. Kuanzia saa ngapi? Saa hii. Wangapi wanamkaribisha? Angalia watu wanamkaribisha, Islam takbir. Watu wanamkaribisha. Unaona? Na ukishakuwa Muislamu unakuwa ndugu yetu. 49 kuna Qur'ani inaitwa mapito ya ajabu. 49 inasema Mbona usisahau 49:10 kitabu ni cha Qur'ani. Ngoja kidogo. Hebu Islam mkono juu. Barakallahu fikum. Tushushe. Wakristo wa kweli wangapi? Nani kama ungependa kusilimu kuwa Muislamu nyosha mkono. Tukusilimu nani angependa kuwa Muislamu? Asilimishe tu. Ipo. Uko tayari bro? Asalamu alaykum. Vipi mambo? Pole. Ndio nani bro? Dennis, umesikiaje haya maneno? Uko poa. Sasa wewe ukiwa Muislamu ndugu yangu Deniso, unakuwa my brother, unaona? Wewe ndio Uislamu. Na Uislamu ni kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi. Si lazima uzamishwe kwenye maji. Unaona au utobolewe jicho moja ndio kuwa Muislamu. Hapana. Kwa Muislamu ni kukubali kwa moyo na kukiri. Umesikia Yesu alikuwa Muislamu, Deniso? Yeah. Sasa wewe Deniso, ili kuwa Muislamu utarudia maneno machache nyuma yangu, sawa? Tuko pamoja? Keti hapo basi nakuja sasa. Ndio Deniso. Sasa Mkamba, mpatie Mkamba. Haya. Tunakuja kwako. Sasa ndugu yangu, Waislamu wamekukaribisha. Na wewe kwanza leo ni ndugu yetu. Unasemaje? Bado sijaamua. Hujaamua? Basi Mungu anasema la ikraha, hakuna kulazimisha katika dini. Wacha mwalimu wangu kusalimia hapa naitwa Hassan. Wewe nimalizie. Sasa ndugu yangu Deniso. Deniso ni yule. Sasa mzee wangu, mimi nakukaribisha. Mpatie mzee wa mwisho pale, alikuwa na jambo. Mzee jambo? Jambo. Ndio mimi naitwa Abubakar. Umesema unaitwa nani? Josephat. Karibu katika Uislamu ndugu Josephat. Hatuna chuki. Hiyo dhehebu ya Kiislamu siwezi ingia kwa dhehebu ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu, dini si dhehebu, dini. Ni the same. Yeah. Unataka kubaki kuwa nani? Sorry. Unataka kuendelea kuwa nani? Nataka kukaa Mkristo. 15:18 wa Korinto wa kwanza. 15:18 wa Korinto wa kwanza anasema inasemaje? Nataka kuoshwa na damu ya Yesu tu. Haya. Mwanangu huko si kama 30 minutes imeisha hapo. Juu, mwiko sawa? Mashaallah. Haya wa Korinto 15:18. Changamka. Inshallah. Mwalimu inasema 15 inasema usahau ya kwamba kwa watu wanaotazama kupitia mtandao wa YouTube, TikTok, tuko na Sheikh Rashid Motisia yuko upande wa pili pande ile. Teremka mwalimu. Inasema 15:18 inasema na hapo wao nao waliolala katika Kristo. Ndio. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo. Wamepotea. Wamepotea. Mpe maiki. Ati wa Kristo wafanyaje? Wanalala kwa Mkristo. Una wewe dini gani wewe? Mimi ni Mkristo. Unalala katika Ukristo ama katika Uislamu? Order please. Mkristo ndio anafaa kuwa Muislamu, ndio anafaa kuja kwa Mkristo. Kwa nini? Sababu Mkristo anafaa Muislamu anafaa kufuata Mkristo, kwa maana Mkristo ndio daraja ya kwenda mbinguni. Nani huyo Mkristo? Mkristo ni mimi. Wewe ndio daraja kwenda wapi? Ya kwenda mbinguni. Na maandiko yamesema Wakristo wamefanyaje? Mkristo alafu nataka moja ya kikamba chako hapo mwalimu. Na hapo wao nao ndio waliolala katika Kristo wamepotea. Mpe. Amelala kwa Kristo. Umelala hapo wewe. Wanalala kwa Kristo wamepotea. Na wewe dini gani? No, wasikiza. Wanalala kwa Mkristo wa Kristo wamelala wamepotea. Na wewe vipi? Wamepotea vipi? Wamepotea vipi? Ananiuliza mimi sasa. Wamepotea mpe wewe malizia. Haya, nauliza wamepotea vipi? Haya, wacha tumjibu. Wewe umepotea kwa sababu unamfuata Yesu wakati Yesu alikuwa Muislamu. Wewe unaenda kanisani. Na Yesu hakwenda kanisani. Hakuna popote Yesu alienda kanisani. Mwalimu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Ndio. Kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo. Tumemtumaini Kristo. Sisi
maskini kwa Mkristo. Soma mwenyewe. Soma mwenyewe ndio. Soma mwenyewe. Hapa kwa kitabu. Anapinga maandiko. Huyu ndio mpinga maandiko. Ndio mpinga nini? Mpinga maandiko. Huko na shida msuzuje na kidogo kikamba na wewe. Ama kesho ndio naye. Kesho tu. Kesho. Kwa hiyo ndugu yangu, mzee wangu, nafikiri andiko liko wazi. Wakristo wamefanyaje? Wamelala. Wamefanyaje? Wale wamelala kwa Mkristo. Wamepotea. Wewe jioni leo ukija kulala nyumbani unalala ukiwa dini gani? No, sijapotea mimi. Nauliza hivi. Ile kitu mimi nataka kufundisha kidogo. Mkristo, Muislamu anafaa kufuata Mkristo. Kwa maana Mkristo, Muislamu, hii dini ya Kiislamu unajua pale ishatoka. Ni wapi? Wakati Ibrahim alipooa Sara. Kuna mfanyakazi alikuwa anaitwa Hajiri. Ya Hajiri ama Hagai. Hagai, Wakristo walitokea pale. Ni uongo. Uongo gani? Nipatie maandiko. Nipatie msomeze Biblia. Anisaidie. Mimi sikumbuka. Hawezi kumbuka na kukumbusha wewe mzee mzuri 22:29 Mathayo. Haya tumkumbushe. Mimi namkumbusha mzee. Anapoteza fahamu kidogo. Haya. Inasemaje? Kumbukumbu zimepotea. 22:29 inasema hivi. Ndio. Tatizo ndio hili. Inasema hivi, wacha tusome maandiko kabisa. Inasema hivi mwalimu. Ndio. 29 inasema Yesu akajibu akawaambia, mwapotea. Kwa kuwa hamuyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Kumbe mnapotea kwa maana hamjui nini? Naomba nikuje na Biblia yangu kwa maana hii yenu mmetengeneza Kiswahili pale. Kwa maana sielewi kama hii yenu ni ya kweli. Hebu 24:20 Mathayo. Tuone nani si kweli. Anasema sisi ndio tumeandika Biblia. Sisi Waislamu tuandike Biblia. Bible study ana factory ya kuandika Biblia jamani. Inasema 24:24. Inasema 24:24 inasema kwa maana ndio watatokea Makristo wa uongo. Anayo. Watatokea Waislamu wa uongo au Wakristo? No. Wakristo hawezi kuwa uongo. Maandiko yamesemaje? Hiyo ni utani, hiyo mshaweka kachungu yenu pale. Hiyo ni kama yenu. Rudia tena mwalimu. Inasema watatokea. Kwa maana watatokea Makristo wa uongo. Wakati Yesu alikuwa duniani walikuwepo? Sikuwa. Kwa hiyo umetokea baada ya nani? Ya Ukristo. Baada ya nani? Ya Yesu. Kumbe wewe ni Kristo wa nini? Wa uongo. Mpondekana wewe nani tena kumaliza Qur'ani andiko la mwisho? Ya andiko la mwisho linasema 19 ngapi? 3:19. 3:19 inasema inna dina 'inda Allahi al-Islam. Kwa hakika kwa yakini ndio dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kumbe dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu dini gani? Uongo. Simesema. Sio mimi. Hiyo ni uongo kwa maana Mkristo ndio ile daraja ya kwenda mbinguni. Unasema hivi. Andiko, msogeze Biblia. Muislamu atafuta Mkristo. Mkristo ndio daraja ya kwenda mbinguni. Wapi? Mbinguni. Andiko gani? Nishakwambia sasa, kumbuka andiko hilo. Nimekukumbusha. Wajua nyinyi ndio mmefanya hii mazoezi zaidi. Mimi sijafanya mazoezi. Leo sikufanya mazoezi. Kesho uje Mungu akipenda, sawa? Mungu akipenda. Nafikiri muda wetu umeisha. Angalia muda unadhiniwa saa ngapi? Ndugu yangu alisema nataka kusilimu, sio kai peke yake, mwana wako wengi. Simuelewi. Naomba kuislimu basi na tofautiana na dini ya Kikristo wakati inasema ati Maria ni mama wa Mungu. Basi hiyo sasa uchukue mic kwanza shababu. Sasa nimekuelewa. Sasa wewe chukua mic. Nimekuelewa sana ndugu yangu. Wewe unasema kwamba unatafuatiana na Wakristo kwa swala la nini? Kwa hivyo ungependa kusilimu, sio? Basi utasalimishwa na mwalimu. Yuko peke yake, hebu mpe mic kwanza. Unaishi wapi ndugu yangu? Mimi naishi Njenga. Njenga pande gani? Njenga primary hapo. Vision ground. Umewahi silimu tena ama ndio mara ya kwanza? Sijawahi silimu wakati mmoja. Asante. Wewe kama utasilimu, kama mtu anatumia mvinyo, Uislamu uruhusu.
natumia mvinyo ndo naomba nislimu ndo huo mvinyo unitoke, kwa sababu mvinyo umeniletea hasara kubwa sana. Nafanyanga kazi but pesa yangu yote mingi inaenda kwa mvinyo, na mimi ni mkafiri. Sasa ni kafiri. Sasa tutakunyima ruhusa ya kusilimu, utasilimu alafu sasa uanze kufuata masharti ya Uislamu. Kwanza kuacha mvinyo. Nakubali kufuata masharti ya Uislamu, mimi kama mwenye akili mzuri timamu. Akili yako timamu Good. Haya, sema ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nakiri kwa moyo, kaa chini tu. Nakiri kwa moyo na kukubali ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Mwenyezi Mungu mmoja. Ni mmoja. Nakiri kwa moyo na kukiri kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, si Mungu wala si mwana wa Mungu. Na Yesu ni mtume wa Mungu, si Mungu wala si mwana wa Mungu, wala si mwana wa Mungu. Tayari ushakuwa Muislamu. Nasalimika. Unapenda dini gani ya Kiislamu? Jina iko Ali, iko Hassan, iko Hussein, iko Abubakar, iko Muhammad, iko Yusuf. Unapenda gani? Hata ndugu yangu ndio kusilimu kuchaguliwa. Sijapenda jina bado. Juu bado sijaamua, but naweza anaitwa nani? Muhammad. Muhammad. Sasa ukisilimu, ukikubali lazima upate jina la Kiislamu. Sasa unapenda Muhammad? Napenda Muhammad. Haya. Naam, karibu sana kwenye Uislamu. Nimekaribia. Muhammad. Usilimu tu ni maneno mawili, tayari wewe ni Muislamu. Kitu muhimu ni kusoma. Sawa? Kitu muhimu ni kusoma. Usome ujue Uislamu. Nisome nijue. Kwa hivyo tutachukua details zako na tutachukua details za mwenzako pia ule alisilimu, na kama kuna mtu mwingine anataka kusilimu ni mkono. Haya, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesho tutakuwa hapa.